بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، watukufu watazamaji na wasikilizaji, tunaendelea na mfululizo wa darasa yetu hii ya kuzieleza sifa zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo leo tunaendelea kuitazama sifatul ilm, sifa ya ilmu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa hii ni katika jumla ya hizo sifa zake Subhanahu wa Ta'ala ambazo kwa ujumla na pamoja na sifa hii zinaitwa sifatun azaliyatun abadiyya thabitatun lillahi ta'ala. Kwa hivyo sifa hii ya ilmu ni sifa ambayo ya tangu na tangu, sifa ambayo haina mwanzo wa kuwepo. Sifa abadiyatun ni sifa ambayo ya milele, sifa ambayo haina mwisho wa kuwepo. Na hili tukikariri ili kuweza kuzidi kufahamu zaidi kwamba sifa zake zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinakuwa ni hivyo, ni azaliyatun abadiyya, ni sifa ambazo hazina mwanzo wa kuwepo wala hazina mwisho wa kuwepo. Sasa Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mjuzi, kwa elimu yake ya azal anajua kila kitu. Yeye Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu ma kana wa ya'lamu ma yakunu wa ya'lamu ma sayakunu wa ya'lamu ma la yakunu law kana kaifa kana yakunu jalla jalaluhu. Kwa elimu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo sifa yake ya azal, sifa ambayo haina mwanzo, anajua vilivyokuwa na anajua vinavyoingia katika sifa ya kuwa na anajua vitakavyoingia katika sifa ya kuwepo. Na vile vile yeye Subhanahu wa Ta'ala anajua hata vile ambavyo havitoingia katika sifa ya kuwepo, kama vingekuwa vinaweza kuingia katika sifa ya kuwepo vingekuwa vipi. Kwa hivyo elimu yake Subhanahu wa Ta'ala shamilun likulli shay'in, kwamba imekusanya kila kitu. Kwa hivyo sifa hii yake Subhanahu wa Ta'ala ni sifa ambayo la yakbalu ziyada wala nuqsan, ni sifa ambayo haikubali ziada, kuzidi wala kupungua. Kuzidi ni kwamba panazidi kwa yule ambaye kuna mambo alikuwa hayajui. Sasa kwa kuyajua yale ni kwamba itakuwa elimu yake imeongezeka kwa kuyajua yale ambayo alikuwa hayajui. Na kupungua ni kwamba patapungua ni kwamba mtu alikuwa anayajua mambo halafu akafikiwa na kusahau, ikawa kwamba yale alikuwa anayajua sasa hayajui, kwa hivyo elimu yake itakuwa imepungua. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa makana rabbuka nasiyan, hakuwa kama Mola wako ni mwenye sifa ya kusahau. Kwa hivyo kwa Mwenyezi Mungu ile alipo sasa, yeye Subhanahu wa Ta'ala hivi vyote ambavyo vilivyokuwa vitakavyokuwa ni kwamba yeye ndio ambaye anaviingiza katika sifa hii ya kuwepo. Kwa hivyo yeye sasa anajua kila kitu anakijua, kwamba hichi kiumbe chake amekiumba kiko namna kadha wa kadha wa kadha, na hichi kitakuwa hivi na kitakwenda katika hatua kama namna hii na kitamalizia hivi, na kingine hichi kitakuwa hivi. Kwa hivyo elimu yake imekuwa imeenea kukusanya kila kitu, na ni elimu ambayo la yakbalu ziyada wala nuqsan, elimu ambayo haikubali kuzidi wala kupungua. Elimu za viumbe wengineo wote waliobakia
ni ilmu ambayo zitakubali kuzidi au kupungua kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo ikabaki ilmu yake subhanahu wa ta'ala ni peke yake. Yeye subhanahu wa ta'ala muhitu ilman bil kainati allati tahduthu ila ma la nihayata lahu. Kwa ilmu yake subhanahu wa ta'ala, yeye ndio mwenye kudhibiti vyote ambavyo vinavyokuwa, kwa maana kwa viumbe vyote ambavyo tahduthu, vinavyoingia vikapata kuzuka kuingia katika sifa ya kuwepo. Kwa hivyo anavijua vyote. Kwa hivyo ilmu yake ni kwamba haina mwisho. Kwa hivyo vyote subhanahu wa ta'ala amevidhibiti kwa ilmu yake. Kwa hivyo yeye subhanahu wa ta'ala anavijua hata vile ambavyo vitakavyokuwa vinatokea katika ulimwengu huo wa akhira, fi dari al-akhira, kwamba vitu ambavyo vitakavyotokea katika nyumba ya akhira, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anavijua vitu ambavyo uwepo wake ni kwamba utakuwa wenye kuendelea, si wenye kukatika. Kwa hivyo anavijua vyote hivyo jumlatan wa tafsila, anavijua vyote kwa ujumla na kwa upambanuzi, kimoja baada ya kimoja anakijua subhanahu wa ta'ala. Watu akhira ni kwamba maisha yao yatakuwa ni yenye kudumu, si maisha ambayo yatafikia kwamba yakawa yenye kukatika. Kwa hivyo watakuwa katika hali hiyo, ni kwamba pumzi watakuwa nazo zitakuwa ni zenye kuendelea, hazimaliziki. Lakini pamoja na hivyo, yeye subhanahu wa ta'ala anazijua pumzi hizo ni ngapi. Kwa hivyo ilmu yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hii sifa ya ilmu ni sifa aamu, ni sifa ambayo imekuwa ni enevu zaidi min al-iradati wal qudra, kuliko ni sifa ya utashi na sifa ya uwezo. Kwa hivyo sifa ya uwezo wa Mwenyezi Mungu na utashi wake, sifa hizi tataallakani bil mumkinati al-aqliya. Hizi sifa mbili zimetaalaki, zimefungamana na kila ambacho ni mumkinati al-aqliya, ni kitu ambacho kinawezekana katika akili kuwepo katika wakati fulani au kutokuwepo katika wakati mwingine. Kwa hivyo hizi sifa mbili zimetaalaki na hivi. Lakini sifa ya ilmu ni kwamba imeenea katika hatua zote. Sifa ya ilmu inajua wajibatul aqliya, inajua mustahilul aqliya, inajua jaizul aqliya, na imedhibiti sifa hii katika aksami zote hizo. Kwa hivyo sifa hii wanawachuoni wa kutueleza kwamba ni sifa ambayo imekuwa ni aamu, sifa ambayo imekuwa ni enevu, imekusanya kila kitu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaeleza, anasema ahata bikulli shay'in ilma. Yeye subhanahu wa ta'ala amekidhibiti kila kitu kwa ilmu, na yeye akasema kana Allahu bikulli shay'in muhita, kwamba kuwa kwake Mwenyezi Mungu kwamba kila kitu amekidhibiti kwa uwezo wake. Kwa hivyo hakuna chochote ambacho kilichokuwepo, hali zote za mambo ambayo haya yanatokea duniani, kwamba ikawa kwamba haya Mwenyezi Mungu hayajui. Waliyadhu billahi ta'ala. Mtu akiwa na imani kama hiyo ni imani ambayo itakuwa inamtumbukiza katika janga la ukafiri. Ni kwamba kwa mkuu wa maneno yake hayo atakuwa sasa yeye moja kwa moja anamtuhumu na kusema kwamba Mola wake ni mjinga, kwamba kuna mambo hayajui. Kwa hivyo kila ambacho kinachotokea katika ulimwengu huu ni kwamba yeye subhanahu wa ta'ala anakijua, na yeye subhanahu wa ta'ala ndio ambaye amekiwezesha hicho kwa kukiumba kupata sifa ya kuingia katika kuwepo. Kwa hivyo hali mbalimbali ambazo za matukio tunayaona yanatokea duniani, yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayajua, na yeye subhanahu wa ta'ala ndio ambaye aliotaka hayo mambo kutokea katika sifa au hali ambayo mambo hayo yanatokea. Kwa hivyo ilmu yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
ni ilmu ambayo kama tulivyosema mwanzo haipati upya. Ni kwamba ni ilmu ambayo sifa hiyo ni azaliyun, sifa ambayo haina mwanzo wa kuwepo, na abadiyun, na ni sifa ambayo haina mwisho wa kuwepo. Lakini sifa hiyo imekusanya vyote ambavyo vilivyotokea, vinavyotokea na ambavyo vitakavyotokea, na hata vile ambavyo havitoweza kutokea, lakini yeye anavijua. Kama vingekuwa vya kutokea vingelikuwa vipi, yeye subhanahu wa ta'ala anavijua hivyo. Kwa hivyo hii ni sifatul ilmi, sifa ambayo yake subhanahu wa ta'ala ni tofauti kabisa na sifa zetu sisi viumbe kwa ujumla. Sifa hii ya ujuzi ni kwamba na hakuna mwingine yoyote katika viumbe vya Mwenyezi Mungu kwamba akapata kusifiwa kwa sifa kama hivi anavyosifiwa Mwenyezi Mungu, ya kuwa kwamba yeye ndiyo mjuzi, anajua kila kitu. Na mtu ambaye atakayemnasibishia yoyote, kuna watu ambao hawakupata maelekezo vizuri, lakini mambo fulani kwamba yamewasukuma, halafu wakawa mambo haya kwa undani hawakuyafuatilia, wakafikia wakati mwingine kwamba kumsifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtu akaona kwamba atakuwa anafanya jambo zuri, lakini atakuwa anafanya jambo baya, akamsifu kwamba Bwana Mtume yeye anajua kila kitu anachokijua Mwenyezi Mungu, waliyadu billahi ta'ala. Ni kwamba kwa maneno yake hayo huyo mtu atakuwa kaisha mlinganisha sawa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na yeye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba hilo haliridhii, na wala hiyo si sifa yake, hiyo si sifa yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokelewa kwamba la tarfa'uni fawqa manzilati, hadithi ambayo imesihi, akisema kwamba msininyanyue mkaninyanyua, kwamba mkanipitisha mpaka zaidi ya nafasi yangu ya cheo changu. Kwa hivyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hakuwa na sifa hiyo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akitueleza kwamba yeye subhanahu wa ta'ala ahata bikulli shay'in ilma, amekidhibiti kila kitu kwa ilmu. Kwa hivyo yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbora, ni mtukufu, lakini hakufikia hivyo. Mambo mengine ambayo yalikuwa yanatokea na yeye Bwana Mtume hakuwa ni mwenye kuyajua, ila kwamba lile ambalo Mwenyezi Mungu kamjulisha kwamba hili anajua, lakini mengine ambayo yametokezea na watu wengine katika hatua kama hivyo wakasemeshwa kwamba vipi mkasema kwamba Mtume mkamsifu katika hali kama hiyo, na ilhali kwamba kuna matukio ambayo yametokea. Kama ingelikuwa Bwana Mtume yeye anayajua yote, ilikuwa vipi tukio lile ambalo Bwana Mtume aliwatoa masahaba walipokuja kutakiwa kwenda kufundisha katika baadhi ya makabila, akatoa kundi la sahaba waende kwa ajili ya kuwasomesha watu dini, lakini wale watu walikuwa si wa kweli. Walipofika njiani wakawageuka na wakawazingira, wakawaua. Sasa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam angelikuwa kwamba yeye analijua hilo, bila shaka kwamba asingewatoa wapenzi wake au masahaba kuwapeleka kuwapa watu ambao wanakuwa ni wadanganyifu, ambao hawakuwa ni wa kweli. Lakini hayo matokeo ambayo yametokea na kuonyesha kabisa kwamba yeye Mtume kwamba si mjuzi wa kila kitu. Mjuzi wa kila kitu yeye ni sifa yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo ni sifa ya ilmu, tuifahamu kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sifa yake hiyo ni sifa ambayo imekusanya na kudhibiti kila kitu. Yeye ndio mjuzi wa kila kitu, na hakuna mwenye kusifika na sifa hiyo isipokuwa ni yeye peke yake, hakuna mwingine yote. Na mtu akimnasibishia mwingine kwa maana kama hiyo ambayo Mwenyezi Mungu anaeleza kwamba yeye ndio mjuzi wa kila kitu, atakuwa anamlinganisha huyo mtu na Mwenyezi Mungu, na hiyo itakuwa inamtia mtu katika kufuru, wa niyadhu billahi ta'ala.